kwamba machinga sio genge la kupitishia siasa nyepesi. Machinga ni kundi maalum linalotakiwa liendelezwe kwa ajili ya kujenga uchumi wa baadaye. Na kama kuna kiongozi yoyote wa kisiasa atatumia faida ya kundi hili kwa kuwa na mitaji midogo na kulifanya kama kundi maalum katika mitaji ya kisiasa, tutakuwa tumepoteza focus, kwa sababu wafanyabiashara wakubwa wa kesho wanaopaswa kulipa kodi kwa ajili ya taifa letu ni hawa hapa walioko leo. Kwa hiyo naomba nirudie tena kwamba tunapozungumzia kuhusu kujenga uchumi, ziwe ni biashara kubwa au biashara ndogo ndogo, tunapaswa tuwe na mioyo ya kusikiliza kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatamani kuona wafanyabiashara wenye fedha, sio wafanyabiashara wachuuzi wasio na fedha ambao muda wote na kazi zao zote zimetekwa na vikundi vidogo vya kisiasa. Tumesema tupo tayari kusapoti kundi hili nyakati zote. Niliwakuta baadhi ya watu wanasema mkuu wa mkoa tukuoni bwana huku. Nikaambia regional commissioner, mimi ni mkuu wa mkoa. Huku chini wapo wakuu wa wilaya, huku chini wapo madasi, wapo maafisa tarafa. Mimi kazi yangu ni kuchora michoro ya hapa juu kwa kushirikiana wenzangu hawa. Wakati tunafika hapa niliwakuta hawa ndugu zangu wa bodaboda hawa, kila wakienda wanakamatwa na watu wanajiita tambaza, na hii narudia mara nyingi sana. Kisa nini? Wanasema wrong parking. Nikamuuliza mkurugenzi aliyekuwepo wakati ule, hivi mnaposema wrong parking, right parking iko wapi? Kwa hiyo nimemweleza mkuu wa wilaya ya Ilala pamoja na wakuu wa wilaya wote na wakurugenzi kwamba ni muhimu kuanza kuwekeza pia kwenye right parking, ili tunapowakamata watu waliopaki wrong parking tuwaoneshe right parking. Yule bwana tambaza nilimpa masaa kadhaa, nikamwambia mfuteni kazi Ilala, kwa sababu anaonea Watanzania hasa hawa ambao hawana kipato kikubwa. Lakini hii juzi Mheshimiwa Waziri, kuna binti mmoja ambaye yeye amesomea ualimu na amekosa ajira hizi ambazo zilikuwa zimetangazwa, wengine wamepata ajira. Baba yake na yule binti akampa mtaji wa shilingi 1.5 milioni afungue saluni. Alipofungua saluni ameenda kufanya biashara. Wakatokea watumishi wangu mimi kutoka kwenye ofisi hizi za mkurugenzi, wakaenda kwa yule binti kwamba kwa nini anawafanya kazi ambao hawajapima afya. Halafu wakamtaka yule binti atoe rushwa ya $600,000. Mheshimiwa Waziri, nilielekeza haraka sana kwamba ama mkurugenzi ajifute kazi ama mfute kazi yule aliyekuwepo pale. Mheshimiwa Waziri, naomba nikuthibitishie mkurugenzi yuko hapa. Aliniambia mkuu wa mkoa, nachukua jukumu hilo haraka sana kwa kumuondoa huyu mtumishi ambaye ananyanyasa wafanyabiashara ndogo ndogo. Mimi ni mfuasi wa kila mmoja katika taifa kuchangia uchumi wa taifa lake. Leo Tanzania tuna jambo fulani, tuna lugha yetu. Watanzania wanyonge, Watanzania wanyonge. Mnyonge, mnyonge. Neno mnyonge, Mheshimiwa Waziri, limefika wakati watu wanaona kama sifa kujitambulisha nalo. Imefika wakati mtu anajitambulisha, mimi naitwa Albert Chalamila mnyonge kutoka Tanzania. Naomba niwaambieni jambo moja. Kila mmoja asimame hapa na ukatae unyonge. Na ndio maana Mheshimiwa Rais anatoa mikopo kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Anatoa mikopo kupitia Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Mchengerwa. Lengo ni kwamba ondoka huku ambako hakuna mitaji. Shika mtaji, fanya biashara, fanya kazi usiku na mchana ili uje uwe tajiri, kuliko kukaa muda wote na kusema mimi ni mnyonge na kuona kama vile ni sifa yetu sote. Ni muda mwafaka wa kila mmoja kujua kuchangia uchumi. Na machinga anasema tuanze kulipa kodi. Mimi naunga mkono mno. Jana nimewaambia mahali fulani, natamani hata hospitali mtu akienda tu tunasema umelipa kodi. Akisema mimi na tumbo linauma naomba mnihudumie, anasema haina shida, utahudumiwa, ila umelipa kodi. Kama umelipa kodi tunakupeleka kuhudumia. Kama hujalipa kodi tunakukalisha mahali, ili ukizidiwa tunakupiga drip, ukipona nakwambia sasa kalipe kodi.